Tuanzie Mashariki ya Kati ambapo baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo, kundi la Hamas hatimaye limekubali mpango wa bodi ya amani ya Rais wa Marekani Donald Trump ya kuweka chini silaha zao katika ukanda wa Gaza. Hamas imejaribu kuhakikishia walio na hofu kwa kuahidi kutoa orodha ya silaha, maeneo ya uzalishaji wa silaha za kijeshi pamoja na mahandaki. Silaha hizo zitahifadhiwa na kudhibitiwa na utawala mpya wa Kipalestina na haziwezi kuhamishwa kwenda Israel. Mchakato huo unahusishwa na kuondoka kwa hatua kwa vikosi vya Israel katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Israel bado haijatoa tamko lolote kuhusu kauli hii. Akiandika katika mtandao wake wa Truth Social, Rais Trump amesema baraza lake la amani lilikuwa limefikia makubaliano ya kihistoria ya kuwapokonya silaha kabisa Hamas na makundi mengine yote yenye silaha huko Gaza. Ameendelea kuelezea kuwa hii ni hatua muhimu sana kuelekea kutafuta amani na usalama wa kudumu. Mwisho wa nukuu. Mwandishi wa BBC Shaima Khalil ana taarifa zaidi. Israel haijatoa tamko rasmi kuhusu hili, lakini huenda ikawa hatua muhimu sana kwa kuwa tumesikia kutoka kwa Hamas. Wameambia BBC kuwa wamekubali kuweka chini silaha zao zote huko Gaza. Pia tumepata nakala ya mwongozo wa utekelezaji wa mpango huo ambao unatoa taswira ya moja kwa moja ya hatua mbalimbali za mpango huo wa kuondoa silaha na kuachia sio tu udhibiti wa kiraia bali pia udhibiti wa kijeshi wa Gaza. Hii ni operesheni kubwa na tata sana. Inaweza kuchukua muda mrefu sana. Siwezi kusisitiza vya kutosha kwamba tunapozungumzia mchakato wa hatua kwa hatua, tumewahi kuwa na hali kama hizo hapo awali ambapo hatua ya kwanza inafanikiwa na mambo yanaendelea, lakini kisha vikwazo vikajitokeza katika hatua ya pili na ya tatu, hasa kutokana na wingi wa maelezo na vipengele. Hata hivyo, mpango wenyewe unaanza na makundi madogo yenye silaha huko Gaza kuweka chini silaha zao. Kisha unaendelea hadi kwenye miundombinu ya kijeshi ya Hamas yenyewe ambayo ni miundombinu mikubwa na mipana. Hii inajumuisha mahandaki, vituo vya uzalishaji wa silaha pamoja na silaha binafsi za wapiganaji wa Hamas. Kwa upande mwingine, Hamas inatarajiwa kutekeleza kwa hatua za haraka za kibinadamu, ikiwemo kutolewa kwa malori 600 ya misaada ya kibinadamu na kuondoka kwa zamu kwa vikosi vya Israel huko Gaza. Hivi vyote ni vipengele muhimu vya operesheni hii. Ripoti hiyo ndio inatukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Turejea barani Afrika sasa ambapo Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametetea sera za usalama za nchi yake pamoja na diplomasia ya kikanda katika mahojiano maalum na BBC. Akizungumza na mwandishi wa BBC Siriake Muhamenayo, Rais Ndayishimiye alijibu ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa inayodai kuwa wanajeshi wa Burundi wanapigana pamoja na kundi la FDLR nchini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwanza amezungumza kuhusu hali ya sasa ya uhusiano kati yake na Rais Paul Kagame wa nchi jirani ya Rwanda. Wanyarwanda na Warundi hawana tatizo lolote kati yao. Tatizo liko kwa viongozi. Wakati wowote ninapokutana naye namuuliza swali moja: bado nasubiri utekeleze yale tuliyokubaliana. Chochote utakachochagua ndicho tutachokubali. Ukichagua vita, tunaenda vitani, au kama unataka amani, tutakuwa na amani. Hata nilimuuliza ni nini Burundi inaweza kuwapa ili watupe amani, lakini hawajawahi kunipa jibu. Rwanda imetia saini mkataba wa amani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaolenga kumaliza mzozo huo. Hata hivyo, mapigano yanaendelea. Kwa maoni yako, nini zaidi kinachohitajika kufanyika ili kuhakikisha mkataba huo unatekelezwa, ikizingatiwa kuwa Burundi pia ina wanajeshi mashariki mwa DRC? Kumekuwa na michakato miwili tofauti. Mmoja ni kati ya watu wa Kongo wenyewe na mwingine ni kati ya serikali za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo leo kuhusu mchakato wa Rwanda na Jamhuri ya Kongo, nimepokea tu ujumbe kutoka kwa Rais wa Kongo akiniarifu kuhusu utekelezaji wa sehemu yao ya mkataba. Kutokana na kile nilichokisikia, wanapiga hatua nzuri sana. Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa inasema FDLR inashirikiana kwa karibu na wanajeshi wa Burundi. Rwanda inajua vizuri sana kwamba hatujawahi kufanya kazi na FDLR. Lakini baadhi ya watu wamedai kuwa walikuja Burundi kwa mafunzo ya kijeshi.
Kila wakati tulipowakamata wanachama wa FDLR, tuliwakabidhi kwa serikali ya Rwanda. Wakati jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki lilipowekwa kwa mara ya kwanza nchini Kongo, Rwanda ilikuwa ikisimamia huduma ya ujasusi. Kwa hivyo nilimwambia Rais Paul Kagame, sasa kwa kuwa wanajeshi wako wanazungumza na wetu, watuambie mahali ambapo wanachama wa FDLR wako. Ikiwa hatutawatambulisha, utasema kuwa tunawasaidia. Lakini hawakuonyesha wanajeshi wetu mahali ambapo wapiganaji wa FDLR walikuwa. Sasa tunaelewa FDLR iko Ituri. Hakuna wanajeshi wa Burundi huko. Wengine wako katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 na Rwanda. Kwa hivyo wakati Rwanda inapowashtumu wanajeshi wa Kongo kwa kufanya kazi na FDLR, wanasema pia kwa sababu wanajeshi wa Burundi wanafanya kazi na wanajeshi wa Kongo. Hiyo inamaanisha kwamba wao pia wanafanya kazi na FDLR. Tugeukie soka sasa, ambapo timu ya taifa ya soka ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars inarejea uwanjani usiku huu kuvaana dhidi ya Burkina Faso katika mechi yao ya pili ya kundi ba katika michuano ya WAFCON nchini Morocco. Morali ya Tanzania iko juu baada ya kupata ushindi mkubwa mabao 2-1 dhidi ya mabingwa mwaka 2022 Afrika Kusini katika mchezo wao wa kwanza. Kwa upande mwingine, Burkinabe, madada wake almaarufu kama Lady Stallions, itakuwa ikisaka ushindi wa kwanza baada ya kupoteza kwa mabao 4-1 dhidi ya Cote d'Ivoire, na ni sharti washinde mechi hii ili kuendelea kuwa na matumaini ya kusonga mbele. Tanzania huenda ikaandikisha historia nyingine ya kipekee hii leo ya kufuzu mara ya kwanza katika robo finali iwapo itavuna ushindi. Timu hizi mbili zinakutana kwa mara ya kwanza katika michuano hii. Mtanange huu utapigwa katika uwanja wa Larbi jijini Casablanca. Kama wewe ni mpenzi wa filamu, labda umesikia kuhusu filamu ya Netflix kutoka Afrika Kusini kwa jina The Polygamist, ambayo imepata umaarufu kote barani Afrika na kuzua maswali kuhusu mahusiano, hususan ndoa za wake wawili au zaidi. Kwa miaka mingi, ndoa za wake wengi zilishamiri katika jamii za barani Afrika, lakini zinasalia kuwa zenye utata. Utafiti wa kituo cha Pew unaashiria kuwa 11% ya watu barani Afrika bado wanaishi katika familia kama hizo. Sasa, je, zinaweza kufaulu leo? Ili kupata jibu, nimezungumza na Takid Master na wake zake wawili, Cecilia na Mariam kutoka Kenya, ambao wamekuwa kwenye ndoa kama hiyo kwa zaidi ya miaka 20. Cecilia ameanza kwa kunieleza alivyohisi wakati mume wake aliposema kwa mara ya kwanza kwamba anataka kumwoa mke wa pili. Alikuja akanielezea kwamba anataka kuongezea bibi mwingine, lakini kabla ya kuja kuniambia kulikuwa tu na hiyo hisia. Nilikuwa nahisi kuwa kuna venye mume wangu hayuko 100% kwangu. So kuna hako kadalili hiyo tu inaitwa instinct ya wanawake. Ukaanza kuhisi kwamba huyu lazima ana mchepuko mahali. Kwa sababu kuja nyumbani amechelewa, mara nyingine unaona nini leo ana furaha, kesho ana. So pole tu, alafu akanielezea kuna msichana nimepata huko nje na nataka akue mke. So ilichukua muda pole tu akanieleza, na ndio nikakubali tu. Mariam, wewe ndio ulikuwa mvunja riziki. Hawasemi tu kunje, lakini wanavyokuona wanasema yule ndio mvunja riziki. Riziki ya nani? Ulimharibia riziki yake. La hasha. Kwa nini unafikiria wewe kumharibia? Ana riziki yake, yuko hapa yupo. Alafu angekuwa yuko peke yake labda ingekuwa raha zaidi. Na sasa wewe akaja akakwambia ukajua kwamba yupo mwingine. Wakati mkianza uhusiano ulijua ama ulijua baada ya uhusiano wenu ushaanza? Nilikuwa nishajua kuna mke na alikuwa na watoto 3. Takid so alikuwa anajielezea pale ukitrain, kwa sababu tulipatana pale kwa martial arts pale gym. So alikuwa anajielezea kuwa yeye ameoa mke na wanao 3 wa kiume. So sikuingia ati nikijua pale hakuna mke. Nianze na wewe Cecilia. Hii ndoa hii ina faida gani kwako wewe? Faida yangu ni kuwa na hiyo familia kubwa. Familia yetu nayo ni kubwa. Ona nina watoto 5, Mariam ana 3, tuna hadi mjukuu. Alafu amani, kuna upendo na kuna upamoja. Na kuna ile mfano kuna mtu anaweza saidia hii hapa, hatuhitaji hata kuandika mtu kazi ana wa hii ama hii. Cecilia, hii si content unatupatia. Ya
Mbona na ka script ya content? Cecilia tuambie iko hiyo screen, iko hiyo screen yenye nasoma. Iko wapi? Iko wapi? Na bwana yako. Au unasema tuko na umoja? Nimesema kutokea mwanzo haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Ya siku ikubali ati sasa Mariam wewe kipenzi njoo, nimekupenda wewe njoo ukae na bwanangu kwa sababu ya pia mimi nilijiuliza maswali. Nilikuwa na shida gani ndio Takida enda muone Mariam? Nilijiuliza. Nataka nikujibu.